Kwa majina naitwa Cuthbert Albert Joseph, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa sekta ya madini Tanzania. Kiingereza tunasema Tanzania Youth in Mining. Umoja ni umoja wa wadau wote, vijana wote ambao wanahusika kwenye mnyororo wa thamani wa uchimbaji wa madini. Maana yake tuna vijana ambao wengine ni mamalishe, wengine wauza vifaa vya kuchimbia, pamoja na wachimbaji wenyewe. Wapo wanunuzi wa dhahabu, na wote ambao wanahusika kwenye mnyororo wa thamani. Hawa ndio wanaunda umoja huu wa Tanzania Youth in Mining. Umoja huu tuliuanzisha baada ya Mheshimiwa Rais kuja Mwanza baada tu ya kuapishwa, alipokutana na makundi mbalimbali mwaka 2021, na akatuambia kwamba sisi vijana tunakutania wapi kuweza kuzungumza mambo yetu na kuweza kufikisha chochote au mahitaji yetu kwa serikali. Hapo ndipo tukasema acha tuanzishe umoja huu ambao ulianza na vijana 600,000 na leo tuna vijana 4,681,000. Kwa nini nimewaita na kwa nini tumewaita hapa? Mimi naongea kwa niaba ya uongozi wa kitaifa, lakini mimi nimepewa jukumu hili kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa mkoa ambao ni mwenyeji, na Daktari Samia Suluhu Hassan anakuja kufunga kampeni zake hapo kesho. Sisi kama TYM tumekaa, tumefanya utafiti, tumezungumza na wadau wetu ambao ni wako kwenye umoja wetu, wanachama ambao watu walio kwenye umoja ambao wamejiandikisha, tuko takribani 4,400,025. Kwa tukakubaliana kwamba kwa nini watu 4,600,025 usiwe mtaji wa mama. Kesho kutwa Oktoba 29 twende tukatiki watu 4,600,025. Tukasema hata kama kutakuwa na watu wanaumwa na dharura, tuseme wasitiki watu 25,000 wakatiki 4,600,000. Utakuwa ni mtaji mkubwa sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na hiyo ni asante yetu kwake. Kwa nini tumesema ni asante? Tumesema ni asante kwa sababu baada ya kuunda umoja wetu, serikali turuhusu tukawa halali. Maana yake tukapata certificate ya kutuwezesha kuwa halali kwenye nchi hii kama umoja wa vijana walioko kwenye sekta ya madini. Baada ya kuanzisha umoja huu, mama alienda mbali zaidi, ametupatia leseni za uchimbaji zipatazo 11 pamoja na leseni kubwa ya utafiti. Kwa tunasema hatuna kingine cha kusema, lazima tumpe asante yake kwa sababu ameona mbali kwa vijana kama sisi. Lakini hakuishia hapo. Mama huyu aliweza kutupatia sisi TYM vijana mitambo miwili ya kucholongea, ambayo mtambo mmoja gharama yake ni bilioni zisizopungua 18. Kwa mitambo miwili mama watu alijitoa kwa ajili yetu bilioni 36 plus. Kwa nini tukasema kwa nini tusiwe mtaji wa kusema asante mama kwa hili jambo ambalo umelifanya kwa vijana wachimbaji. Mama huyu hajaishia hapo, akasema pamoja na kwamba anawapa hiyo mitambo, bei ya kucholonga ya makampuni ya kigeni ilikuwa ni $250,000 kwa mita moja, lakini yeye akasema mimi nitakuwa na wacholongea kwa shilingi 200,000 tu za Kitanzania kila mita moja. Ukiangalia hiyo difference ya bei, maana yake ni kwamba huyu mama ameamua kuwabeba vijana wachimbaji wa nchi hii. Leo hii mama huyu, Nyamongo zamani ilikuwa ni fujo kila siku, yale maeneo yanayozunguka Nyamongo, lakini tukaangalia, tukafanya utafiti, tukagundua vijana wengi pale hawana kazi. Mama akaweka ushawishi, akatoa maelekezo chini ya Waziri Mavunde,
vijana pale wamepewa leseni, takriban vijana 2000 around ule mgodi tayari wanaweza wakachimba, jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea. Mama huyu hajaishia hapo, tukapeleka mradi wa vijana unaitwa MBT, yani Mining for Bright Tomorrow, mradi ambao mama amekubali kuwekea fedha kwa ajili ya vijana. Mradi huu unakwenda kunufaisha vijana wengi, takribani wote vijana 4 plus. Kwa ina maana kwamba sisi TYM, kwa sababu focus yetu ni vijana na mama focus yake ni vijana, maana yake ni kwamba hatuna cha kumlipa mama. Tumeona ni bora tufanye utafiti wa vijana tulionao, kama wamejiandikisha tukakuta waliojiandikisha ni hao 4,600,025. Kwa tukakubaliana kwa pamoja viongozi wote Tanzania nzima kwamba Mama Samia Suluhu Hassan Oktoba 29 tunamwambia mtaji wake kwetu ni 4,600,025. Hao wote tunakwenda kutiki kwa ajili yake. Mwisho kabisa, mama ameweza kuweka fedha nyingi sana kwenye Benki Kuu ya Tanzania. Leo Benki Kuu ya Tanzania inanunua dhahabu kwa bei ya soko la dunia na inanunua kwa cash. Kwa ina maana mama ameona nchi hii iweze kuwa na reserve ya dhahabu. Tunakwenda kuwa na reserve kubwa ya dhahabu, lakini wakati huo ananunua dhahabu kwa keshi bila kukopa, kama ambavyo zamani tulikuwa tunasumbuliwa na watu, unapeleka dhahabu, unakaa muda mrefu hujaweza kulipa fedha yako. Lakini leo hata hao mnaoona wa China walioingia technical support wanauza dhahabu yao kwa BOT, kwa sababu wana uhakika wa kupata bei nzuri na fedha cash. Leo hii mama ameweza kusaidia kuangalia na kuhakikisha kwamba bei ya soko la dunia ndio bei tunayopata kwa hapa Tanzania. Leo niwaambie bei ya dhahabu gramu moja inakwenda mpaka 300,000 plus. Kile kigramu ni kidogo sana, lakini tunauza 300,000 plus, na wanaonunua ni BOT, wanashindana na wale wanaotoka nje. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo ameweza kuhakikisha bei ya dhahabu inakwenda sambamba na bei ya soko la dunia. Kwa sisi msimamo wetu, na kilichonifanya niwaite tukutane na nyinyi, msimamo wetu kama Tanzania Youth in Mining ni kwamba tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuangalia vijana kwa jicho pana, na tunasema kwamba anatuandaa sisi kwa mabilionea. Ndio maana ameleta mradi wa MBT kwa ajili ya vijana.